DCA yakamata tani 3.6 za dawa za kulevya. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imetekeleza operesheni maalum katika mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo mikoa ya Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na Tanga na kufanikiwa kukamata jumla ya tani 3.6 za dawa za kulevya zikiwemo kilo 2133 za bangi, heroin kilo 91.62 na kilo 733 za methadone pamoja na kilo 692.84 za mirungi iliyokuwa ikiingizwa kutoka nchi jirani ya Kenya. Akizungumza na waandishi wa habari, Commissioner General wa DCA Ali Taslimu amesema operesheni zimefanyika kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka 2025. Pia zimefanikiwa kuteketeza mashamba ya bangi yenye jumla ya ekari 178 huku magari 7, pikipiki 5 na bajaji 1 vikishikiliwa kwa kuhusika na uhalifu huo. Aidha, imeeleza kuwa watuhumiwa 35 wamekamatwa na hatua za kisheria zinaendelea kufanyika dhidi yao. Katika mkoa wa Mbeya zilikamatwa kilo 178 za bangi aina ya sikanka na kilo 128 za bangi zilizokuwa zinaingizwa nchini kutoka nchi ya Malawi. Na operesheni zilizofanyika jijini Dar es Salaam ilifanikiwa kukamata kilogramu 220.67 za bangi aina ya sikanka katika kata ya Chanika zikiwa zimefichwa chooni, huko kilogramu 11 zilikamatwa eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari kuelekea Zanzibar. Aidha, operesheni zilizofanyika Arusha na Tanga na Manyara zilikamata kilogramu 733 za dawa za kulevya aina ya methadone, kilo 91.62 za heroin na kilo 692 za mirungi iliyokuwa ikiingizwa kutokea nchi jirani ya Kenya na kilogramu 115.05 za bangi pamoja na kuteleza ekari 2 za mashamba ya bangi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imetekeleza operesheni maalum katika mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na Tanga na kufanikiwa kukamata jumla ya tani 3.6 za dawa za kulevya zikiwemo kilo 2133 za bangi, heroin ni kilo 91.62 na kilo 733 za methadone pamoja na kilo 692.84 za mirungi iliyokuwa inaingizwa kutoka nchi jirani ya Kenya. Na hatimaye mzozo wa kibiashara kati ya nchi ya Malawi na Tanzania utatugharimu. Waziri wa zamani wa ardhi Profesa Anna Tibaijuka amesema mzozo wa kibiashara kati ya nchi ya Tanzania na Malawi, licha ya Tanzania kuchokozwa na kujibu mapigo, lakini kibao kitaigeukia Tanzania, huku akisisitiza mazungumzo ya amani ni muhimu, la sivyo Tanzania inaweza kupigwa faini kubwa kwa sababu itaonekana imechukua sheria mkononi na kulipiza kisasi. Profesa Anna Tibaijuka kupitia ukurasa wake wa X amesema Malawi ni nchi isiyo na bahari, kwa hiyo inalindwa na sheria za kimataifa kuhusu usafirishaji wa bidhaa kupitia nchi jirani kama Tanzania. Mkataba wa WTO wa mwaka 1994 ibara ya 5 uhuru wa usafirishaji inalinda haki ya nchi zisizo na bandari na kuziba haki za kupitisha bidhaa kupitia nchi jirani kwa njia bora zaidi salama. Bidhaa zinazopita hazipaswi kuzuiliwa au kucheleweshwa bila sababu za msingi, na bahati mbaya kulipiza hakuhesabiki hivyo kama au kufuata utaratibu wa kisheria. Hiyo ni kosa. Anna Tibaijuka ameendelea kusema hairuhusu ubaguzi wowote unaopendelea bidhaa za nchi inayotoa njia ya kupitia au nchi nyingine. Hakuna ushuru au kodi ya forodha inayopaswa kutozwa bidhaa zilizoko njiani isipokuwa kwa gharama halali za kiutawala, maana Tanzania hairuhusiwi kisheria kuzuia au kuchelewesha bidhaa za Malawi kama njia ya kulipiza kisasi. Ikiwa Tanzania ilikuwa na malalamiko, ilikuwa ni lazima ipitie utaratibu wa WTO au SADC, si hatua za upande mmoja. Pili, mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria za bahari UNCLOS sehemu ya X ibara ya 124 inalinda haki za nchi zisizo na bandari kwa nguvu zote. Pia ibara ya 125 nchi zisizo na bandari zina haki ya kupitisha bidhaa zao kwa uhuru kupitia nchi jirani kwa kutumia aina yoyote ya usafiri. Nchi jirani haipaswi kuweka vizuizi visivyohitajika wala kuzoofisha usafirishaji huo
Malawi na Tanzania zote ni wanachama wa UNSCR, hivyo haki hii ina nguvu ya kisheria ya kimataifa. Kabla ya kuhamia Nairobi kama mkurugenzi wa UNHCR, nilikuwa mkurugenzi mratibu wa masuala haya huko UNHCR. Kauli ya Tibaijuka inakuja siku moja tangu serikali ya Tanzania kupitia waziri wa kilimo Hussein Bashe itoe tamko la kupiga marufuku mazao ya kilimo kutoka nchi za Afrika Kusini na Malawi baada ya nchi hizo mbili kuzuia mazao kutoka Tanzania. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye waziri wa zamani wa ardhi Profesa Anna Tibaijuka amesema mzozo wa kibiashara kati ya nchi ya Tanzania na Malawi, licha ya Tanzania kuchokozwa na kujibu mapigo, lakini kibao kitaigeukia Tanzania, huku akisisitiza mazungumzo ya amani ni muhimu, la sivyo Tanzania inaweza kupigwa faini kubwa kwa sababu itaonekana imechukua sheria mkononi na kulipiza kisasi. Sakata la binti aliyedhalilishwa, polisi wakamata watu 4. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum limewakamata na kuhoji watuhumiwa 4, akiwemo Mwemba Baton maarufu kama Mwijaku, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, chanzo kikiwa ni suala la kushambuliwa na kudhalilishwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam aitwaye Magnificate Barnabas Kimaro. Akiongea jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo Jumanne amesema watuhumiwa 4 wamekamatwa na kuhojiwa mpaka sasa, ambao ni Mary Galvas Matogolo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Laina Ponsmith wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam na Asha Suleiman Juma wa chuo cha uhasibu Dar es Salaam pamoja na Mwijaku. Upelelezi wa shauri hili unakamilishwa kwa hatua zaidi za kisheria. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum limewakamata na kuwahoji watuhumiwa 4, akiwemo Mwemba Baton maarufu kama Mwijaku, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, chanzo nikiwa ni suala la kushambuliwa na kudhalilishwa mwanafunzi wa chuo cha ardhi jijini Dar es Salaam aitwaye Magnificate Barnabas Kimaro. Na hatimaye kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu yaahirishwa hadi Mei 6 mwaka 2025. Jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wakitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kesi ya uhaini iliyomkabili Lissu imeahirishwa mbele ya hakimu mkazi Mfawidhi Franco Kiswaga hadi Mei 6 mwaka 2025, ambapo amesema itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wakitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Paul Makonda atoa kauli. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemtaka mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo kuomba msamaha hadharani na watu wote aliowahi kuwaumiza, kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Paul Christian Makonda ametoa kauli hiyo mbele ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Daktari Doto Biteko kwenye maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar ambayo yamefanyika katika uwanja wa Kilombero mkoani Arusha. Paul Christian Makonda ameendelea kusema kuwa nampongeza Mrisho Gambo kwa sababu moja tu. Juzi ameomba lazi bungeni. Amechonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifia mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini kwa sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba lazi bungeni. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge, na kama bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kwa mara ya kwanza leo hii watu wangepoteza kazi hapa. Sasa ombi langu kwake ni moja. Mrisho Gambo awaombe lazi watu wote aliowafitini na kuwaumiza, kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea alipelekea simu nilizopata. Unamuita waziri wetu muongo.
Hii stendi niliyoanza kujengwa hapo, hii nimemuomba Mchengerwa, ilikuwa design ndogo haikizi kiwango. Akaongeza bajeti bilioni 30, ni faida kwa wananchi wa jiji la Arusha, alafu unamuita waziri wetu muongo. Kwa bunge lile limemsamehe, mimi moyoni sina shaka naye, lakini sharti langu ni moja tu, aliowaumiza na kuharibu maisha yao awaombe lazi, ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christine Makonda amemtaka mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo waomba msamaha hadharani na watu wote aliowahi kuwaumiza, kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Hukumiwa miaka 30 jela kisa kukutwa na mimea 20 ya bangi. Mahakama ya wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Amina Musa mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa kijiji cha Mchiga, kwa kosa la kupatikana na mimea 120 ya dawa za kulevya aina ya bangi. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Mtaki Kajula ametoa taarifa hiyo wakati akielezea mafanikio ambapo polisi wamefanikiwa mahakamani, ambapo amesema ni kwamba jeshi la polisi Tanzania lilipata taarifa kutoka kwa msiri juu ya uwepo wa mimea ya dawa za kulevya aina ya bangi katika shamba la Mtiwa Atiani, ambapo alikuwa amepanda zao la ufuta na kuchanganya na mimea hiyo ya dawa za kulevya aina ya bangi. Jeshi la polisi limefanya doria katika shamba hilo na kufanikiwa kumkamata Mtiwa Atiani akiwa katika shamba lake. Mtiwa Atiani alikiri kumiliki shamba na mimea hiyo kwa lengo la kujipatia kipato, na hivyo alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa Aprili 16 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye mahakama ya wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Amina Musa mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa kijiji cha Michiga, kwa kosa la kupatikana na mimea 120 ya dawa za kulevya aina ya bangi.